Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliya murshida. Ama ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu katika imani, siku ya leo tumekuja na mada inayosema ukifika 12 la Ramadhani soma dua hizi 3 mara kwa mara. Ukifika 13 la Ramadhani soma hizi dua 3 mara kwa mara. Ni mada muhimu sana, isikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kuna faida kubwa sana utakwenda kuipata kunako swala zima la dua hizi 3. Na kwa nini tuzilete hizi dua 3? Ndugu yangu, Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani. Ramadhani ni mwezi wa kheri. Ramadhani ni mwezi ambao ni mwezi wa dua. Kila mmoja wetu hapa ana shida na mambo yake, ana vitu ambavyo kwamba yeye vinamsumbua katika maisha yake. Kuna watu shida zao ni kazi, hawana maskini ya Mungu. Kuna mtu mwingine katika nchi za watu shida yake ni vibali. Kuna mtu mwingine ana tatizo la maradhi. Kuna mtu mwingine ana shida ya kila aina ambayo kila mmoja ni siri yake. Kwa hiyo fursa ya Ramadhani hii lazima tuitumie, kwa sababu mwezi huu ukiandama Ramadhani basi kheri zote Mwenyezi Mungu anazifungua. Na ndio maana katika mwezi wa Ramadhani mtu kama atafanya jambo la sunna basi atahesabika kama kana kwamba amefanya fardhi katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo inshallah, kwa vile ni mwezi wa kheri, ni mwezi wa maghfira, basi tutumie fursa hii na sisi kumdilia na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dua na mbalimbali. Leo biidhnillahi Ta'ala na kuletea dua 3 zisome sana katika 12 hili la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atayafungua yale ambayo wewe kwa wewe amefunga, Allah atakwenda atayafungua. Dua ya mwanzo tunaanza kuisoma na kuileta hapa. Alifundishwa hii sahaba wa Mtume anaitwa Abu Umama. Abu Umama siku moja alikuwa amekaa msikitini, hali yake yuko mnyonge sana. Mtume akamuuliza, mbona umekuwa mnyonge, kipi kimekufanya kwa mnyonge? Akamwambia, ya Rasulullah, na madeni na njaa, nyumbani kwangu maisha yangu magumu. Yani Abu Umama sasa anamwambia Mtume Muhammad baada ya kumkuta yuko msikitini lakini amekaa peke yake, yuko mnyonge, akamwambia kwamba ana madeni, ana maisha yake magumu na nini. Mtume akamwambia, je, nisikufundishe maneno ambayo ukiyasema haya Mwenyezi Mungu atakulipia madeni yako, atakuondoshea huzuni yako? Abu Umama akamwambia, bala, nifundishe. Kwa nini usinifundishe? Mtume ndo akamfundisha dua hii ambayo leo hapa ninakuletea, uweze kuikariri na uweze kuwa nayo na uweze kuisoma kama Mtume alivyomfundisha sahaba anaitwa Abu Umama. Mimi hapa nitairejea mara 3 na imani unaweza ukainukuu na kuiandika pembeni ili uwe nayo na wewe uweze kuisoma. Dua hii ni muhimu ambayo imetoka kwenye kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimwambia aseme, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhri wa dhal'i daini wa ghalabati rijal. Narudia tena dua hii. Alimwambia aseme, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasari wal jubni wal bukhri wa dhal'i daini wa ghalabati rijal. Abu Umama baada ya kusema maneno haya, baada ya muda Mwenyezi Mungu akamuondoshea yale yote ambayo Abu Umama alikuwa yanamsumbua. Mimi na wewe tudumu nayo sana dua hii, hususan ndani ya 12 la mwezi mtukufu wa Ramadhani kama tulivyoelezana biidhnillahi Ta'ala, kwa sababu huu ni mwezi wa Qur'ani na huu ni mwezi wa dua. Na ndio maana hata ile aya inasema, fa idha saalaka ibadi anni, watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni karibu ujibu da'ata daani, mimi nipo karibu kujibu maombi ya muombaji. Utakuta hizi aya za aya ya dua imeambatanishwa kabisa na zile aya za funga, kuonesha wazi kwamba mwezi huu wa Ramadhani si mwezi tu wa mtu kufunga, hapana, vile vile ni mwezi wa mtu kulia na kumwomba Mwenyezi Mungu kutokana na shida na matatizo yake. Kwa hiyo jambo dua ya kwanza ni hiyo.
Dua ya pili ni hii ambayo nayo nitaikariri mara 3. Unasema Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadhlika amman siwaka. Nairudia tena mara 2. Unasema Allahumma inni ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadhlika amman siwaka. Unaweza ukaikariri dua hii kwa siku mara 7, sio mbaya. Na unaweza ukatia nia zako, baada ya kutia nia zako ukakariri dua hii mara 7, sio mbaya. Hii ni dua yetu ya pili katika zile 3 ambazo leo nataka nikuleteeni, nataka nikupeni. Hii hapa ni dua yetu ya ngapi? Dua yetu ya pili. Kwa hiyo kwa mtu atakayekuwa ameishika vizuri, itakuwa ni kheri kubwa sana itapatikana katika hiyo. Kwa hiyo ni dua yetu ya ngapi? Dua yetu ya pili hiyo. Nimesema Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadhlika amma siwaka. Hiyo ni ya pili. Twende katika ya 3 sasa. Ya 3 hii ni dua ambayo Mtume wetu Muhammad alimfundisha Mama Aisha. Mama Aisha siku moja alimuuliza Mtume Muhammad kwa swala zima la Lailatul Qadri. Alimwambia, je, kama nitabahatika nikaiona Lailatul Qadri, nini dua gani nisome? Maneno haya Mama Aisha alimwambia Mtume Muhammad, alimuuliza na Mtume akamjibu nini akisome pindi atakapoiona Lailatul Qadri. Basi Muislamu, dua hii nawe kuwa nayo ili mara kwa mara unaisoma, na hasa zikifika zile nyakati za kutafuta usiku huu wa cheo, basi jitahidi sana kusoma sana dua hii, na hasa Mwenyezi Mungu kama atajalia nawe kuupata usiku huo, soma sana dua hii. Kwa hiyo Mtume akamfundisha Mama Aisha, akamwambia aseme Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Hii ni dua ambayo Mtume Muhammad alimfundisha Mama Aisha. Chukua hizi dua 3, nenda kazifanye kazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.